uongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kukubali kushirikiana nasi, ofisi ya makamu wa kwanza kushirikiana nasi katika kufanya jambo hili. Ofisi ya makamu wa kwanza na ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio wanaoshughulika na mazingira. Wamefanya kazi nzuri kwa kushirikiana na ofisi yangu na leo tumeweza kulitimiza hili. Nawashukuru sana Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini shukuru wenyeji wetu wa mkoa huu, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya hii, lakini pia viongozi wa jimbo hili kwa kutuwezesha kuja kufanya kazi hii. Shukrani kubwa zaidi ni kwenu wananchi. Niwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwenye zoezi hili. Naambiwa mlikuwa hapa toka saa 12 asubuhi na leo nimeambiwa zaidi ya miti 400 imepandwa katika eneo hili. Nawashukuru sana. Shukrani za dhati kwa waandishi wetu wa habari. Wameikuza na kutangaza siku hii. Nilikuwa naona mikoa mbalimbali na nataka niwashukuru wakuu wa mikoa mbalimbali nao wamepokea na wamefanya kama sisi tulivyofanya hapa. Tumeoneshwa Arusha, tumeoneshwa kule Manyara, tumeoneshwa maeneo mbalimbali. Lakini niwashukuru pia wananchi wa Njombe na mkuu wa mkoa wa Njombe. Njombe leo mbali na kupanda miti, lakini wana kongamano kubwa sana la kuhimizana na lishe ya watoto wetu. Kwa hiyo ni jambo muafaka na siku hii na wapongeza sana sana. Kwa ujumla ni washukuru wa Tanzania kwa kuunga mkono jambo hili. Utaratibu huu tuliuanzisha mwaka 22 kule Dodoma, ambapo tulipanda miti kwenye karibu na chanzo cha maji kule Makutupora, na miti ile kila nikipita na iangalia inakuwa, ingawa kwa kasi ndogo, lakini bado ipo, inakuwa na msitu unajitengeneza. Kwa nini tunaadhimisha siku hii? Tunaadhimisha siku hii kwa sababu mazingira yetu dunia nzima, lakini Tanzania na hapa Zanzibar yameharibika mno. Mno mno mno. Nyinyi ni mashahidi ndugu zangu, hasa wa huku Muanda au Mchangani. Bahari ilikuwa haiwezi kufika hapa, lakini tumechimba mpaka maji ya bahari yamefukuka hapa. Kwa hiyo hii ni hatari sana sana. Kwa hiyo tumekuja kurudishia hali, kupanda miti eneo hili ili hali irudi kama ilivyokuwa asilia. Ndugu zangu, nyie mnakumbuka hapa ilikuwa ni chumo lenu la kuuza mchanga, lakini pesa kuuza mchanga mmeshakula na mmeisahau. Lakini eneo hili limebaki lilivyobaki hivi, na tusingepanda miti leo lingebaki hivi daima. Ni hasara kwenu, ni hasara kwa watoto wetu. Lakini tumekuja tumepanda miti, na niwaombe sana miti hii muitunze. Lakini pia tunaadhimisha siku hii kwa sababu tumeamua kupanda miti, kwa sababu mazingira yetu ya Tanzania yameharibika. Bahari inakuja juu kwa kasi. Kama visiwa tuko hatarini. Lakini hata ambao maeneo sio ya visiwa, lakini walioko pwani na wenyewe wanaliwa na bahari. Kwa hiyo tukipanda miti, tukirudisha mikoko kule baharini, basi hii hali itapunguza kasi yake. Kama ilikuwa tuzame kwa miaka 200 ijayo, sasa tutakwenda miaka 500 ijayo. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kuendelea kupanda miti ili kuzuia mmomonyoko, na hasa walioko maeneo ya bahari kwenye mikoko wajitahidi kurudisha mikoko. Lakini upandaji mti ni biashara kubwa siku hizi. Kuna biashara inaitwa ya hewa ukaa. Mnapokuwa na msitu mkubwa, miti mingi, basi huko duniani wana mambo yao wanafanya, mnalipwa kwa kutunza miti ile. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, kwanza tuendelee kupanda miti, lakini tusipande tu, tuitunze ili iweze kumea, ikue, tuwe na msitu wa maana ambao utakuja kuwafaa watoto wetu. Kubwa zaidi ndugu zangu wa Donge Mchangani na viongozi wa eneo hili, mkuu wa wilaya, ni kuzuia kuchimba mchanga.
Najua Zanzibar kama kisiwa tuna uhaba wa mchanga, lakini tutakapoachia tukachimba mchanga kiholela kama tulivyochimba hapa, mwisho tulikuwa tunauza tope, hatuuzi mchanga. Kwa tukiendelea kufanya hivyo, tunajichimbia shimo sisi wenyewe, tutakuja kuifukua bahari, halafu bahari ije kutumeza. Niombe sana wale wanaotoa vibali vya kuchimba mchanga, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, ofisi yako, muangalie maeneo ya juu ndiyo wapewe vibali vya kuchimba mchanga. Lakini vile vile niunganishe la mchanga na yale matofali ya miamba, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, lile nalo tatizo kubwa. Kwa ndugu zetu wasitishe sasa kukata matofali kutokana na miamba, ile nalo ni tatizo kubwa. Ndugu wananchi, eneo hili leo limepandwa miti, lakini miti hii inahitaji kutunzwa ili imee, ikue, iwe msitu. Sasa niwaombe sana wananchi wa huku, miti hii tumeipanda kwa moyo mmoja. Sasa mambo ya kupita kuja kung'oa, kuitilia ng'ombe na mbuzi, niombe sana 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 tuache huo mtindo. Na tukiona pori hili au miti hii haiende vizuri, itabidi tutumie nguvu ya kuweka askari hapa. Na tukiweka askari, mtakapokuja mtatiwa mikwaju hapa, mtaanza kelele sasa, oh tunapigwa mikwaju, kumbe mnakuja kuharibu kazi nzuri tulioifanya. Kwa hiyo niwaombe nyie muwe walinzi, serikali tuwe walinzi, ili msitu huu uweze kukua na uwe msitu wa mfano kwa upande huu wa kwenu huku. Lakini jengine basi, wale wanafunzi wetu wanaofanya masomo ya kilimo waruhusiwe kuja kufanya utafiti hapa, lakini kuja kufanya mazoezi ya uzoefu, practicals, waje kufanyia hapa ili watusaidie kutunza huu msitu. Lakini kwa wale wananchi wema ambao tukiangalia tunaweza kuotesha chochote humu ndani, nasikia karoti zinanawiri sana kwenye mchanga, basi wafanyiwe mpango, wakatiwe, walime karoti huku wanalima, huku wanatunza miti hii au mazao yote ambayo yanakuwa kwenye mchanga. Ndugu zangu, tumekuja kupanda miti. Kwa hiyo nawashukuru tena nyote nyote nyote. Nashukuru TBC kama organizers, kama waliotoa wazo. Nawashukuru MIF, Mwanamke Initiative Foundation, kwa kuorganize na kuleta keki leo ya kukata hapa. Nashukuru vijana wa Green Samia kwa kuleta mchango mkubwa kwenye zoezi hili. Nashukuru uongozi wa wilaya, mkoa, alafu tunajishukuru nasi serikali, ofisi ya makamu wa kwanza, na sisi ofisi ya rais, lakini ofisi ya mazingira pia iko hapa, muungano mazingira, utalii na maliasili wako hapa nao. Profesa De Santos yuko wapi? Tunakushukuru sana kwa zoezi hili. Wewe endelea tu kuizalisha mbegu huko, miche, ili tuendelee kupanda misitu. Tunakushukuru sana. Lakini kubwa zaidi, nawashukuru wananchi wa Mwanda. Nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi. Ni imani yangu kila mtu amepanda mti wake. Sasa usikubali mti wako ufe. Kufa nao, hakikisha mimi nilipanda huu, lazima ukue. Kwa hiyo njoo ulinde miti wako, sawa? Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Nawashukuru wote tuliofanya jambo hili likawa zuri namna hii. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba hii ambayo amehutubia. Bila shaka tumeisikia na wananchi tutakuwa tayari. Tutakuwa tayari wananchi kulinda mazingira yetu. Tutakuwa tayari. Naomba tumpigie kofi kwa wingi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa zoezi hili ambalo umetuongoza katika kampeni hii maalum ya 27 ya kijani, ambapo kwa hakika ni hatua iliyo njema kabisa. Green Samia, TBC, MIF. Tunaomba Green Samia, MIF,
tusogee kwa ajili ya picha za kumbukumbu. TFS, watu wa miche. Naomba timu ya TBC Bila miche tupande juu ya jukwaa. Idara ya mazingira, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, naomba pia msogee karibu. Marhaba, salamu. Za leo. Asante. Nifai kuwaona sasa. Hamjambo. Haya, asante. Mhandisi njoo. Naomba wasogee karibu MIF, wasogee karibu Green Samia. Ukiwaona kwenye jambo Tanzania. Na review napata kujua yaliyopo. Unajua mimi naamini TBC ndio mnasema kweli kuliko wengine. Wengine wanaweka na vya kwao. Nyinyi mnasema mlichokiona. Wache huko. Hawatatoka, subirini makundi mawili. Naomba tusubiri kundi la pili tumalize kundi la kwanza. Naomba tusogee huku kulia kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuweke vizuri. Mlioko mwisho kushoto, naomba tusogee huku kulia. Tukiteremka tuteremke kulia kwa mgeni rasmi ili tuwape nafasi wengine kupanda kwa urahisi zaidi. Asanteni, naomba tuteremke kulia. Naomba tushuke upande huu wa pili kulia kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba kundi jingine lipande juu. Naomba tusogee mkono wa kulia huku. Mheshimiwa Rais, inakuwa tabu kusogea kwa sababu kila mtu anataka kae sawa sawa na wewe hapo. Asanteni, naomba tuteremke kulia kwa mgeni rasmi. Tumalizie kundi lililobakia ya picha hii ya Green Samia. Wawakilishi wa Muwanda Ipo zote ngoja MIF Muwanda. Naomba wasogee karibu Millennium. Baada ya picha hii watapanda wao katika jukwaa kwa ajili ya picha kumbukumbu. andika women empowerment na watakuwepo. Asante, naomba tuteremke sasa juu chini. Women empowerment. Naomba jukwaa, naomba tupande juu ya jukwaa. Jukwaa, tupande juu ya jukwaa. Jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Naomba tupande juu ya jukwaa. Naomba tuchangamshe. Nao waende kundi moja tu. Kwa tumebakiza nani? Millennium, MIF.
Naomba tu balance picha yetu, washiriki tusogee pia upande wa kulia. Tunaonekana tunaegemea zaidi kushoto. Asante, nawashukuru sana. Jukwaa naomba tuteremke sasa wapande juu Millennium. Naomba tuteremke jamani, huku tunashangilia, huku tunatoa nafasi kwa kundi jingine. Naomba tuende tushangilie, huku tunakwenda chini jamani. Naomba tuharakishe jamani. Millennium tupande juu ya jukwaa sasa tupige picha. Naomba tusogee kulia tu balance picha yetu jamani. Naomba tusogee kulia, mama zetu tusogee kulia. Asante, asanteni sana mama zetu, tunawashukuru. Naomba sasa MIF naomba tuje juu ya jukwaa. MIF naomba tuje juu ya jukwaa. MIF naomba tuje juu ya jukwaa. Naomba kama una mzigo wote, mkoba naomba tuweke pembeni, chupa tuache huku chini. Naomba tugawe makundi mawili. Asante, naomba tuteremke kulia kwa mgeni rasmi tumalizie kundi la pili picha hii ya MIF. Naomba tu balance kulia kwa mgeni rasmi jamani, ili picha ionekane kuwa nzuri sana. Naomba wajisogeze karibu wawakilishi wa wananchi wa Mwanda. Sheha naomba waongoze wananchi hawa wa Mwanda. Wachache tu mheshimiwa Sheha, wachache tu. Hongereni sana, asanteni sana. Asanteni. Asanteni sana, nawashukuru sana. Naomba sasa tuwapishe wengine wananchi wa Mwanda. Sasa naomba mpande juu ya jukwaa. Naomba pia sogea idara ya mazingira, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wasogee karibu. Ninawaomba waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo pamoja na mamea wote mliopo msogee karibu.
Asante na washukuru. Naomba sasa idara ya mazingira, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, tupande juu ya jukwaa. Asante. Asante. Naomba sasa pande juu ya jukwaa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, mamea, makatibu tawala, wote tujumuike pamoja tupande juu ya jukwaa kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, naomba pia upande juu ya jukwaa ili ujumuike pamoja katika picha hii ya kumbukumbu adhimu ya tukio hili. Asante. Profesa Santos, naomba ujiandae pamoja na timu ya misitu ya Zanzibar ama idara hii ya Zanzibar, wote tupande juu ya jukwaa sasa kwa ajili ya picha ya kumbukumbu. Asanteni sana na washukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tumekamilisha katika zoezi hili la picha za kumbukumbu katika tukio letu hili. Kuongea na wananjombe mubashara kwenye siku yake ya kuzaliwa. Hapo vipi? Tunapenda Mheshimiwa Rais atupendi. Tunaongea kubaki ndani tusimuingie. Mheshimiwa Rais karibu. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Marahaba, habari za huko? Halo Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Halo Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marahaba, habari za huko? Nzuri, happy birthday to you. Asante. Nimefuatilia. Nimesikia leo una mkutano mkubwa. Ndio Mheshimiwa Rais, tuko na viongozi wa chama. Ndio. Tuko na Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa, Mheshimiwa Deo Sanga Jatipo, na kamati ya siasa na halmashauri kuu ya chama ya mkoa. Ndio. Lakini tuko na wananchi wa mkoa wa Njombe. Ndio. Mheshimiwa Rais, tulidedicate mwezi wa kwanza kama mwezi wa mama na lishe. Ndio. Tukiwa tunaitikia maelekezo yako uliyotoa mwaka jana kwa viongozi wa mkoa wa Njombe kuchukulia jambo la lishe kama kipaumbele cha mkoa. Ndio. Tumefanya kazi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa afya wanaofanya kazi mkoa wa Njombe, wenzetu wa UNICEF. Vyema. Lakini pia watu wa USD kwenye mradi wao wa lishe mtambuka. Ndio. Mheshimiwa Rais, UNICEF wameweza kuitikia maelekezo yako, walikuja moja kwa moja kwetu kama wako tayari kufanya kazi na sisi. Ndio. Lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na halmashauri ya CCM ya mkoa ilipokea maelekezo yako na kuelekeza viongozi wa serikali kuyatekeleza. Ndio. Mheshimiwa Rais, tumefanya kampeni ya lishe kwenye halmashauri 6 za mkoa wa Njombe. Ndio.
na kwenye kila halmashauri tumekuwa tukionana na watu zaidi ya 1500 tukiwa na kliniki za kina mama wajawazito na kina mama wanaonyonyesha. Sawa sawa. Tumeonana na makundi ya viongozi wa dini, makundi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiongozwa na Chama cha Mapinduzi, lakini pia makundi ya kina mama na babalishe. Sawa sawa. Tumefanya mikutano na makundi ya wajasiriamali, bodaboda, kama vijana ambao pia ni wazazi watarajiwa. Ndio. Tumeweza kuonana pia na wanafunzi wa makundi yote shule za msingi na sekondari. Ndio. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tumeweza kutoa maelekezo. Moja ni shule zetu zote za msingi na sekondari kuanzisha bustani za mboga mboga kwenye mashule. Sawa sawa. Lakini pia tumeomba, kwa sababu makanisa na misikiti tunazo program za watoto, madrasa, Sunday schools kule kwenye maeneo ambayo yako wazi waweze kuweka pia bustani za mboga mboga. Ndio. Ili watoto wanapoenda kwenye kujifunza elimu ya dini wapate nafasi ya kujifunza hands-on hasa kwenye siku za Jumamosi na Jumapili. Sawa sawa. Lakini pia tumekubaliana na baadhi ya halmashauri tuwe na program za kuwa na miradi ya kuku kwenye mashule kwa ajili ya kutoa mayai kwa watoto walioko kindergarten, kwa maana ya vidudu, chekechea na shule za msingi kwenye yale madarasa ya awali ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza yajengwe kwenye kila halmashauri. Sawa sawa. Na tumewashirikisha wadau kwenye pesa walizonazo kwenye mkoa wetu ziwekwe pamoja na kusaidia uwepo wa miradi ambayo itakuwa ni visible na tangible. Jambo jema sana. UNICEF na USD kwenye mradi wa lishe mtambuka wamekubali kusapoti baadhi ya miradi kwenye mashule. Sawa sawa. Na tumekubaliana wakurugenzi kwenye shule ambazo zitapata miradi, wale walimu ambao wamesoma michepuo ya kilimo na mifugo tuweze kuhamishia kwenye shule hizo. Ili waweze kusupport uwepo wa miradi hiyo na kufundisha watoto kwenye hands-on, lakini pia kuangalia vijana ambao wamemaliza degree za elimu kwenye miradi ya kilimo na mifugo lakini hawajaajiriwa tuweze kuwachukua kama intern kwenye mashule husika. Jambo bora sana. Tumefanya kampeni ya unyonyeshaji kwa kuelekeza wazazi waweze kuzingatia unyonyeshaji, kwa sababu kwa watu wa Njombe mzazi anajifungua leo anakaa nyumbani siku 4 anaenda kwenye shughuli zake. Na Mheshimiwa Rais alipokuja Njombe mwaka 2022 kwenye ziara, tulikuwa na eneo la soko ambalo tulitoa maelekezo tuweke sehemu ya watoto kunyonyeshea. Nasari ndio Maelekezo hayo yametekelezwa na kulikuwa na uzembe wa wazazi walioko pale sokoni wanashindwa kuchangia shilingi 1000 kwa ajili ya mtoto kuendelea chakula, wanaona weke mtoto chini ya meza kuuzia mboga mboga. Hapana. Tumeenda tumetoa maelekezo pia na zoezi hilo limetekelezwa. Nashukuru. Lakini mwenyekiti wa system wa mkoa ametusaidia kwa kwenda kwenye maeneo na kuzungumza na wananchi ambao ni wazaliwa kuweza kubadilisha utamaduni huo. Kwa Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, na sisi kama viongozi wa mkoa na wananjombe tunakutakia heri kwenye siku yako ya leo ambayo ni tarehe yako ya kuzaliwa. Na tuliona tuweke mwezi huu kama mwezi maalum ambao tuliongea na wenzetu wa TBC kuweza kufanya mwezi wa lishe na mama. TBC oye. Tuko hapa tunakuombea kwa Mungu, tuko na Mheshimiwa Waziri wako Pindichana, lakini mwenyekiti wetu wa CCM, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wenyeviti wa halmashauri, madiwani, wabunge wetu, makatibu tawala, viongozi wa serikali, wananjombe, wanafunzi wetu wote wako hapa. Na wote na tutakata keki kwa niaba yako Mheshimiwa Rais, ikiwa ni sehemu ya kukushukuru kwa miradi mingi ambayo umefanya kwetu. Sawa sawa. Mheshimiwa Rais, kama sitakukwaza, nilikuwa naomba dakika moja tu mwenyekiti wangu wa chama walao kutakie heri kwenye siku hii muhimu ya kwako. Japipo aseme haraka. Niko na watu wengi juani hapa, aseme haraka Japipo. Habari za leo Mheshimiwa? Mzee wa Mabii, nzuri mzee wa Mabii. Asante sana, tunaendelea kufanya shughuli hii ambayo mkuu wa mkoa ameelezea swala la lishe. Ndio. Na watu wamelipokea, tumezunguka mkoa mzima, tumeongozwa na mkoa na chama. Tumefanya vizuri na leo tuko hapa kuhitimisha, lakini litakuwa ni swala endelevu. Nashukuru sana mwenyekiti wa chama, nashukuru sana. Na sisi tunakushukuru kwa miradi mbalimbali ambayo umekuwa ukitupatia. Tunakushukuru sana. Ni miradi ya wananchi, ni haki yao, ni pesa yao. Tunakushukuru sana kwa kweli. Mungu akubariki, na leo hii birthday yako. Amina. Uko hapa, hii keki tutakula kwa niaba yako kwa ajili ya hii birthday. Haleluya. Mheshimiwa Rais, sasa tuko tayari kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais. Aya, niongee na wananjombe kidogo, si ndio? Ndio. Aya, niunganishe sasa. Ndio. Aya, Njombe oye. Wananjombe hamjambo?
Aya, mimi nawashukuru sana 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 kwa kuamua kutumia siku ya leo kukaa na kutafakari swala la lishe. Mimi sina wasiwasi na Njombe kwenye miti, kwa sababu Njombe miti ndiyo kwao, lakini nimepata faraja sana kuona mmekaa na kutafakari swala la lishe. Nimekuwa nikifuatilia kampeni yenu kwa muda sasa hivi inayosema kujaza tumbo sio nini, lakini jali unachomlisha. Kwa hiyo kampeni iendelee, lakini hasa elimu kwa umma. Hapa niko na wananchi wengi eneo hili tunalopanda miti, na wao wanasikia hiyo kampeni kwamba kujaza tumbo sio lishe, jali unachomlisha mtoto. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana mkuu wa mkoa kwa wazo hilo, na niwashukuru sana uongozi wote wa mkoa, chama na serikali kwa wazo hilo leo la kukutana na kutafakari swala la lishe. Niwaombe sana muendeleze elimu kwa umma. Umma ukituelewa, basi tatizo hilo litaondoka haraka. Ni aibu Njombe mnazalisha kila kitu, lakini kuna udumavu mkubwa, kuna utapiamlo mkubwa. Sasa mimi imani yangu kwamba tutalifanyia kazi na watoto wetu watakuwa vizuri. Tunataka wakina Pindichana wengi watoke huko. Njombe oye! Basi mimi nawashukuru sana ndugu zangu. Wimbo wa happy birthday, haya na uje. Kata keki tule. Haya, keki katwe sasa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. DJ, naomba sasa tumsindikize Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na wananchi wote kwa ujumla wetu, tumshangilie wakati anaondoka katika maeneo yetu haya na kukamilika kwa zoezi lote kwa ujumla. Kwa hakika mambo yamefana sana. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, pia nawe tunakushukuru vile vile na tukutakieni kila la kheri, muende salama wakati wote. Tuendelee.